kuhutubia wananchi wa jiji la Tanga katika viwanja hivi vya Lamore vilivyopo katikati kabisa mwa jiji la Tanga, ambapo sasa ndio namna hiyo anaondoka katika eneo hili, lakini anamsikiliza mmoja wa wananchi ambao wamejitokeza hapa, ambapo ni jambo ambalo anaonesha upendo wa hali ya juu kabisa. Anaongea naye, anaonekana ni mwananchi ambaye ana mahitaji maalum, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu naye amejishusha kabisa akizungumza naye kwa namna hiyo. Ni mwendelezo ambao amekuwa nao wa namna ya kuwafikia wananchi na kuruhusu pia wananchi kumfikia, ambapo amekuwa akisikiliza haja na kero za wananchi wa aina mbalimbali na mahitaji yao, na hapa sasa anaonesha hali hiyo kwa kumpa nafasi mwananchi huyo ambaye pengine awali wakati alipotoa nafasi ya kusikiliza hoja ama kero kutoka kwa wananchi mbalimbali, yeye kwa hali yake pengine hakuweza kufika pale kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu na hatimaye kuzungumza ama kueleza kile ambacho kinamsibu, lakini hivi sasa amemfuata yeye mwenyewe pale alipo na anamsikiliza kile ambacho amekieleza, na pasina shaka ametoa maelezo kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu ameitisha kipaza sauti ili tusikie pengine kile ambacho anakieleza mwananchi huyu, na sasa tusikie pengine kwa sasa kinachoendelea kutoka kwa huyu anayesikilizwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu hivi sasa. Lakini kiujumla ni nafasi adhimu, unaweza kusema hivyo, aliyoipata kuzungumza na Mheshimiwa Waziri Mkuu tena ana kwa ana namna hiyo. Nani yule mwenye duka pale kwenye barabara ya ngapi umesema? Barabara ya 10. Barabara ya Jamaa. Ni nani mwenye duka lile la barabara ya Jamaa wanapouza bajaji? Ameniambia yeye ana shida moja, anapata shida ya usafiri, anahitaji bajaji zinapatikana barabara ya Jamaa. Unapajua? Sasa naenda jioni hii mchukulie bajaji, wasiliana na katibu ailipie hiyo bajaji. Umalize hilo. Amen. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana. Katibu, nenda na neki wetu. Nendeni kwenye hilo, malizeni kwenye hilo duka, mpatieni hiyo bajaji. Jamani, asanteni, Mungu awabariki. Asante, naomba tumpungie mkono Mheshimiwa Waziri Mkuu. Oye! Tanga oye!